Tazama ilivyo vema na kupendeza, ndugu wakae pamoja kwa umoja. Ni kama mafuta mazuri kichwani, yashukayo ndevuni, naam, ndevu za Haruni, yashukayo mpaka upindo wa mavazi yake. Ni kama umande wa Hermoni, ushukao mlimani pa Sayuni. Maana ndiko Bwana alikoamuru baraka, naam, hata uzima wa milele. Mpendwa katika Bwana, kwa majina yangu naitwa Brian Frankie. Napenda kukaribisha katika channel yetu hii ya Trust the Gospel. Tuamini Injili wakati umekwisha. Kama hujasubscribe, uweze kusubscribe ili uweze kupata video hizi mara kwa mara pindi tunapozi-upload. Basi bila kupoteza wakati, somo letu ya leo ni somo linahusu umoja. Amina, umoja. Na nitakwenda kujifunza kwa ufupi sana. Na somo hili tutalitoa katika vitabu viwili. Samueli wa pili 5, lakini pia Mambo ya Nyakati wa kwanza ile mlango wa 11 na mlango wa 12. Wapendwa katika Bwana, jambo hili linahusu umoja, na hapa ni baada ya kwamba Sauli alipokuwa amekufa na sasa Daudi anatawazwa kuwa mfalme. Ukisoma Samueli wa pili 5 mstari wa kwanza pale anasema Israeli wote wakamwendea Daudi alipokuwa hapo, alikuwa Hebron. Daudi wakaenda Hebron kwa ajili ya kukubali kusema naye na kuongea naye. Wakamwambia Daudi, ambapo Sauli alikuwa anapigana vita, we Mungu alikutoa ili uweze kutuchunga sisi. Amina. Mungu alikutoa ili uweze kutuchunga sisi. Ndipo Daudi akawa ameambatana, akawa amechagua maamiri na wajeshi na wanajeshi mbalimbali kadha wa kadha waweze kuambatana naye. Hivyo makabila mbalimbali, wazee wa makabila mbalimbali wakatoa watu wao kutoka katika makabila yao, kuanzia wa Naftali, wa Gadi, wa Reubeni, wa Lawi na watu mbalimbali. Kwa nini watu hawa walitoka? Mpendwa katika Bwana, watu hawa walitoka wakiwa na uwezo mbalimbali, wakiwa na umaridadi mbalimbali katika vita. Ukianza wa Zabloni walikuwa ni watu mashuhuri kwa ajili ya kutengeneza wenye silaha kali za kivita. Ukienda wa Benjamini walikuwa na nguvu sana ya kupigana vita. Ukienda wa Lawi walikuwa na uwepo wa Mungu katika kufanya maombi na kuweka wakfu vitu. Kwa hiyo akachukua vitu kutoka sehemu mbalimbali, wakatoka makabila mbalimbali ambao wote hao walikuwa wanaunganisha kitu kimoja ili Daudi aweze kuwa na nguvu, ili utumishi wa Daudi uweze kuwa na nguvu. Mungu ikabidi aunganishe watu hawa wawe kitu kimoja. Ndipo hawa watu, ukuu wa Mungu ulipoonekana kwa Daudi, wakatoka mbalimbali wakaja wakaambatana. Walikuwa ni watu wengi, zaidi ya watu 300. Zaidi ya wanajeshi 300 ambao walikuwa wameelekea Hebron kwa Daudi. Walipofika Hebron kwa Daudi, Daudi aliuliza swali moja. Akamwambia, mmekuja ili mje kunisaliti au mmekuja kwa amani? Wakasema, Daudi, tumekuja kwa amani. Hakika tumejua kwamba Mungu yupo kwako. Mpendwa katika Bwana, umoja huu ninaozungumza mahali hapa ni ule umoja ambao sisi ambao tumemwamini Yesu Kristo, kuna jambo moja linaanza, fikra yako. Yesu Kristo amekuja ndani yako. Yesu Kristo ndani yako. Unatakiwa sasa mguu wako ukubali kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Inatakiwa macho yako yakubali kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Inatakiwa mikono yako ikubali kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Inatakiwa miguu yako ikubali kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Inatakiwa tumbo lako likubali kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Inatakiwa masikio yako yakubali kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Inatakiwa kinywa chako kikubali kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Inatakiwa fikra yako ikubali kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Mpendwa katika Bwana, kwa nini naongea jambo hili? Ukisha kuwa umoja wote, viungo vyote vimekubali, maana yake umeshautiisha mwili wako, umeshaitisha nafsi yako kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Ndipo hautaenda katika tamaa, hutaenda katika masengenyo, hutaenda katika tamaa za macho, hutaenda katika masikio ya umbea, hutaenda katika wizi. Mikono yako ikikubali kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, hautaiba. Ikikubali miguu yako kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, hautaenda katika mashauri yasiyo haki. Ukikubali vitu vyote, vikikubali, tumbo lako likikubali, hautadanganyika hata kwa chakula. Amen. Vitu hivi vyote vinatakiwa viwe na umoja. Vikisha kubali, vikienda vyote Hebron kama walivyokuwa kabila 12 za Israeli wenye ushujaa na vitu vingine, mikono yako itakusaidia wewe kuweza kuwaombea watu, kufanya vitu vingine. Miguu yako itakusaidia uweze kuwa na utayari kwenda katika injili ambayo tuipatayo kwa njia ya amani. Fikra zako zitakusaidia kutafakari uwepo wa Mungu. Vitu vyote hivi Mungu ameviumba kwa makusudi, usivitumie vibaya. Vitu hivi vyote vikikubali kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, vikitengeneza umoja, vikitengeneza na umoja ambao tuseme fikra yako inakubali kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, na hivyo vikikubali, mpendwa katika Bwana, hakika utakuwa ni ufalme wenye nguvu kama ulivyokuwa ufalme wa Daudi. Utakuwa na kibali na nguvu ya ajabu kama ulivyokuwa ufalme wa Daudi. Makabila haya 12 yote yalikuwa na uwezo na ability ya kuweza kufanya kila kitu kwa uwezo wake. Wengine walikuwa ni watengeneza silaha, wengine walikuwa ni wapiga mishale, wengine walikuwa ni wanaotembea kwa ngao na mikuki, walikuwa na majemedari wakubwa sana. Tunamkumbuka hata yule Misri mrefu ambaye alikuwa na dhiraa 5.
Kwa hawa wote walikuwa na uwezo wa namna yake. Walipokuwa wamekusanyika watu hawa Hebron, kabila zile za mipaka ya karibu, amina. Ukianza kusoma kuanzia Mambo ya Nyakati wa pili, Mambo ya Nyakati wa kwanza, kuanzia 12 kuanzia mstari wa 39, ukianza kusoma pale, anasema kabila watu walipokuwa makabila ya mipakani mwa karibu na Hebron, ambao ni kabila za Naftali, lakini kabila pia ya Isakari na Zabuloni, wakaleta vitu katika migongo ya ngamia zao, wakaleta unga, wakaleta zabibu, wakaleta waini, wakaleta vitu vingi pale. Walivyovileta vile kwa ajili wakashiriki, akasema ikawa furaha tele na shangwe. Ndipo Daudi akaja akaimba Zaburi ya 133 akasema, tazama ilivyo vema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja, ni kama mafuta mazuri kichwani yashukayo ndevuni, naam ndevu za Haruni, yashukayo mpaka upindo wa mavazi yake, ni kama umande wa Hermoni ushukao mlimani pa Sayuni, maana ndiko Bwana alikoamuru baraka, naam hata uzima wa milele. Pendo katika Bwana, Mungu ameamuru baraka na uzima wa milele katika umoja, katika upendo, katika furaha, katika uaminifu, katika fadhili. Ndiko Mungu alikoamuru baraka na uzima wa milele, hata uzima wa milele ndiko vilikoamuriwa huko. Ndio maana anaimba Daudi jambo hili, kwa sababu akaona katika hali hii, katika umoja huu, kama watu wote wamekuja kwa umoja na kwa amani, basi tunabarikiwa sana. Tutashinda, tutapiga majeshi, tutapiga nchi na nchi, tutaharibu vitu vyote, tutatoa Yebusi na vitu vingine, kwa sababu tumeshakaa ndugu pamoja na kwa umoja. Amen. Basi mpendo katika Bwana, umoja ni jambo ambalo limesisitizwa sana. Hata ukisoma katika Yohana 17 anasema, basi iweni na umoja kama mimi na Baba tulivyo na umoja. Baba yuko ndani yangu na mimi niko ndani yake, nasi tutakaa ndani yenu, kwa sababu mkisha kuwa na umoja. Kwa hiyo mpendo katika Bwana, umoja ni kwanza, umoja unatengenezwa na jambo la msingi zaidi, ni kubwa kuliko vitu vyote, kinaitwa upendo. Huo upendo ndio unaosababisha umoja utokee. Upendo ndio unaosababisha umoja utokee, na hiyo ndio amri ya milele, mtu kumpenda ndugu yake, kumpenda Mungu na kumpenda ndugu yake. Kwa ule upendo ukikaa ndani yetu, ndipo tutakaa kwa umoja na inapendeza kwa jambo hilo, ndiko baraka na hata uzima wa milele upo huko. Amen. Basi mpendo katika Bwana, Mungu wa mbinguni atubariki sana na atupatie nguvu yake na taa yake, tuendelee kutumikia huyu Mungu kwa uzuri na kwa umoja, tukae kwa umoja na inapendeza sana. Inapendeza sana, ndiko baraka ziliko. Amina, ndiko baraka ziliko. Usijitenge, usiende katika mashauri yasiyo haki, bali kubali umoja. Lakini pia hata mwili wako ukubali viwe na umoja. Wewe ambaye unaona kabisa kwamba mwili wangu mimi hauna umoja, mkono wangu unataka hiki, mwili wangu unatamani, mguu wangu unatamani hiki, lakini moyo wangu unatamani kumtumikia Bwana, na nifatishe maneno haya, mwambie Mungu, Mungu nahitaji nguvu yako, Mungu nahitaji uwezo wako, na kuhitaji Yesu Kristo unisaidie niwe na umoja katika mwili wangu, niwe na umoja ili niweze kutumikia kwa udhuri na kwa usafi kabisa. Amina. Mwambie Mungu katika mambo yako, mwambie Mungu. Hauwezi kushinda kwa njia ya kujitahidi, hauwezi kushinda kwa njia nyingine, bali ni kwa njia ya kumwambia Mungu. Mwambie huyu Mungu atakuthibitisha na kukuweka katika utukufu wa jina lake. Basi nikutakie siku njema. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Shalom, shalom.